Umewahi kufikiria kama kuna mpango B kwa ajili ya mwisho wa dunia? Leo tunaingia ndani zaidi ya wazo moja kubwa na lenye gumzo, unyakuo. Na hii sio tu hadithi ya kiroho, inaelezwa kama mpango mkuu wa uokoaji wakati kila kitu kinakwenda mrama. Haya, hebu tuchunguze jinsi inavyosemekana itafanyika. Maneno haya ya kale yanachora picha ya kutisha kweli. Yaani, hapa hatuzungumzii tu maafa ya kawaida tunayosikia kwenye habari. Hii ni kuhusu kufutika kabisa kwa kila kitu tunachokijua: anga, ardhi na kila tulichowahi kujenga. Ni picha ya mwisho kabisa wa sayari yetu. Basi, unabii huu unaleta tatizo kubwa sana. Kama dunia inaelekea kwenye maangamizi kamili, swali ni, je, kuna njia yoyote ya kutoka? Na hapa sasa ndipo mambo yanapopata mvuto. Wazo hili la kuihama dunia, kumbe si la vitabu vya dini pekee. Inashangaza kuona jinsi linavyofanana na maonyo tunayopata kutoka kwa wanasayansi. Mwanafiziki mashuhuri Stephen Hawking, kwa mfano, alisisitiza kuwa ili wanadamu tusitoweke, ni lazima tuhame na kwenda kuishi kwenye sayari nyingine. Kwa hiyo, pande zote mbili, unabii na sayansi, zinaonekana kukubaliana kwenye jambo moja: tunahitaji mpango wa kutoroka. Hili sasa ndilo swali la msingi, si ndio? Kama hatima ya sayari hii imeshaamuliwa na hakuna yoyote anayeweza kubaki hapa na kunusurika, je, kuna mpango mbadala? Njia ya kutoroka iko wapi? Na hapa sasa ndipo tunapofika kwenye kiini cha mada yetu. Kwa mujibu wa teolojia hii, jibu la tatizo hili kubwa si roketi za kisayansi, bali ni jambo la kiungu. Ni mpango wa uokoaji unaotoka juu. Mpango huo unaitwa unyakuo. Fikiria kama uokoaji wa dharura kwa kiwango cha dunia nzima. Na hili ni jambo muhimu sana. Hapa hatuzungumzi roho kupaa kwenda mbinguni, la hasha. Ni uondoaji halisi wa kimwili, watu wakichukuliwa kutoka ardhini na kupelekwa hewani ili kuepuka maafa yanayokuja hapa duniani. Sawa. Unaweza kujiuliza, lakini kwa nini kuwe na tukio la kushangaza namna hii? Kwa nini wasiokolewe tu kwa njia nyingine? Naam, kulingana na tafsiri hii, kuna sababu tatu kuu za kiteolojia zinazofanya unyakuo kuwa jambo lisiloepukika. Hebu tuzipitie kwa haraka. Kwanza, ni uokoaji halisi, kuwatoa watu nje ya sayari inayowaka moto. Pili, ni suala la mapokezi ya kifalme. Unabii unasema waumini watamlaki Yesu anaporudi hewani, sio hapa ardhini. Na tatu, ni suala la kuanza upya kabisa. Yaani, dunia hii ya sasa, inayosemekana imeharibika, lazima ibomolewe kwanza ili ufalme mpya, ulio bora, uweze kujengwa. Ni kama kubomoa jengo la zamani kabla ya kujenga jipya. Basi, swali muhimu ni, lini hasa tukio hili linatokea? Je, ni mwanzoni, katikati, au pale mwishoni kabisa mwa yale matukio ya siku za mwisho? Hebu tuangalie ratiba inayopendekezwa. Ratiba hii inaonyesha kuwa unyakuo umepangwa kimkakati sana. Hautokei mwanzoni, unakuja baada ya kipindi kigumu cha miaka 7 kinachoitwa dhiki, na baada ya vita vya kutisha vinavyojulikana kama Ole la Pili, ambavyo vinaangamiza theluthi moja ya wanadamu. Lakini, na hili ndilo jambo la msingi, linatokea kabla tu ya ile hukumu ya mwisho kabisa, ile inayoiangamiza sayari yenyewe. Kwa maneno mengine, ni kama kutoroka dakika ya 90. Hili ni swali linalofuata kimantiki, sio? Sawa, wametoroka kutoka kwenye sayari inayokufa. Wako hewani. Sasa wanakwenda wapi? Wanajikusanyia wapi? Naam, hawaendi tu kuelea hewani bila mpangilio. Wanaenda kwenye eneo maalumu la kukutania, mbali kabisa na fujo zote zinazoendelea duniani. Chanzo chetu kinapopaita mahali hapa bahari ya kioo. Sasa ni muhimu kuelewa, hii sio mbinguni penyewe. Fikiria kama kambi salama ya muda, kituo kilichoandaliwa angani, ambapo wote walionusurika wanakusanyika, wakiwa salama, huku wakitazama yale yanayoendelea chini duniani. Sasa, wanafanya nini huko? Unajua, sio kukaa na kusubiri tu. Hapana, hili ni eneo la sherehe na ibada kubwa. Wanaimba nyimbo za ushindi na ukombozi, huku wakitazama kutoka eneo salama jinsi historia ya dunia inavyofikia tamati yake ya moto. Yaani, wanapata fursa ya kuwa watazamaji wa matukio ya ulimwengu. Na hapa kuna jambo la kuvutia zaidi.
Chanzo kinatoa muda maalum. Kulingana na tafsiri hii, walionyakuliwa watakaa katika eneo hili la bahari ya kioo kwa siku 75. Hiki ndicho kipindi ambacho dunia ya zamani inaharibiwa kabisa na mpya inatengenezwa. Sawa, sasa hebu tuunganishe yote haya. Tuone nani hasa anaingia kwenye mpango huu wa uokoaji na nini hasa kinatokea baada ya yote kumalizika. Basi, ni nani anayepata hii nafasi ya kuondoka? Kulingana na chanzo hiki, ni makundi matatu maalum. Kwanza, watakatifu wote waliowahi kufa. Pili, waumini walio hai ambao walibaki waaminifu katika kile kipindi kigumu. Na tatu, kundi la Wayahudi wanaomwamini Yesu wakati anarudi. Yaani, tofauti kati ya hatima hizi mbili ni kama usiku na mchana. Upande mmoja una watu wanaookolewa, wanapata kushuhudia uumbaji mpya na wana mustakabali wa kutawala, na upande mwingine una wale walioachwa nyuma kukabiliana na maangamizi ya mwisho ya sayari. Hii ndiyo njia panda ya mwisho kabisa. Kwa hiyo, mwisho wa hadithi hii yote sio tu kutoroka na kutoweka. Lengo kuu ni kurejea, kurudi kwenye dunia iliyofanywa upya na kuanza enzi mpya kabisa ya amani na utawala inayojulikana kama ufalme wa milenia. Na hapa ndipo tunapofikia mwisho. Unajua, iwe ni kutoka kwenye unabii wa kale au maonyo ya sayansi ya kisasa, wazo hili la kuihama dunia lina nguvu sana. Linagusa matumaini yetu, lakini pia hofu zetu kubwa kuhusu tule wako. Je, hizi hadithi zote za wokovu na kutoroka zinatufundisha nini hasa kuhusu sisi wenyewe? Ni swali la kujiuliza. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi katika uchambuzi huu.